Endelea na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Injinia Ramadhan Hamza Singano, mbunge wa Bumbuli, aulize swali lake. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi hii ni mara yangu ya kwanza kusimama kujibu maswali kwenye bunge hili la 13, na kwa minajili hiyo, kwa ridhaa yako Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ya uhai na afya njema iliyotuwezesha kukutana hapa, lakini nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini kijana wake niendelee kumsaidia kazi kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo katika nafasi ya naibu waziri, na nimwahidi Mheshimiwa Rais ya kwamba nitaendelea kutekeleza majukumu yangu kwa uaminifu mkubwa la maarifa yangu yote ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia. Lakini kwa nafasi hiyo hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako niwashukuru wananchi wenzangu wa Muheza ambao wameendelea kuniamini niendelee kuwa mwakilishi wao, na niwaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana kuiletea maendeleo Muheza yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nijielekeze kwenye swali la Mheshimiwa Injinia Ramadhani Hamza Singano, mbunge wa Bumbuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa kusogeza huduma za miundombinu ya michezo kwa wananchi katika ngazi za mikoa, wilaya, halmashauri na majimbo mnayowakilisha waheshimiwa wabunge, na ni moja ya vipaumbele katika Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na Sera ya Maendeleo ya Michezo ya mwaka 1995. Kwa sasa tunaendelea na ujenzi wa Akademia ya Michezo yenye hadhi ya kimataifa mali ya wilayani Kwimba, mkoa wa Mwanza, chini ya mkandarasi CRJE East Africa Limited, ambapo mpango wa serikali ni kujenga vituo hivi kikanda na tumeanza na kanda ya Ziwa. Wakati serikali inaendelea na juhudi hizo, nitoe rai kwa uongozi wa halmashauri ya Bumbuli kushirikiana na wadau wa michezo kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufadhili ujenzi wa kituo hicho muhimu kwa vijana wana michezo wa Bumbuli. Mheshimiwa Injinia Ramadhan Hamza Singano. Mwenyekiti, kwanza kabisa nipongeze majibu mazuri ya serikali, lakini nipongeze na serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada lakini mipango mizuri ya kuwafikia wananchi. Lakini hapo nina maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, kwa kuwa suala la michezo ni suala la kuwagusa vijana sana, hasa kiajira, mbali na ufadhili kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri, serikali ina mpango gani wa haraka wa kuwagusa vijana katika eneo hilo kwa Bumbuli? Lakini swali namba 2, kuna jitihada gani za madhubuti kwa vijana kuibua vipaji kuanzia ngazi za chini, shule ya msingi na sekondari, hasa kwa michezo ya ngumi ambayo pia tunaona ni ajira kwa Tanzania ya leo, hasa kule Tanga tukimtizama Mwakinyo? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Injinia Singano, mbunge wa Bumbuli. Kwanza, serikali imekuwa ikihakikisha kwamba inasimamia mafunzo mbalimbali lakini na ufadhili pale ambapo inawezekana kadri ya upatikanaji wa fedha. Kwa sasa serikali inaviendesha vituo viwili ambavyo vipo chini ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, kimoja kikiwa Tanga kule Mianjani na kingine Kigamboni. Na moja ya mambo ambayo tunaweza kuyafanya, kwa sababu nafahamu kuhusiana na mashindano mbalimbali yanayoendeshwa na waheshimiwa wabunge, ni kumhakikishia mheshimiwa mbunge kukiwa na mashindano pale Bumbuli anialike ili niweze kuwaita wataalamu na scout kutoka Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania ili waweze kwenda kuangalia vipaji Bumbuli, na vitakavyopatikana vitapelekwa katika vituo hivi, lakini pia kutafutiwa nafasi mbalimbali za kuweza kutumikia nchi hii.
Hili la jitihada za kuvumbua vipaji, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na pia Wizara ya Elimu imekuwa ikiendesha mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA kwa miaka kadhaa. Mchezo wa ngumi ambao Mheshimiwa mbunge anauliza ulikuwa haufanyiki kwenye mashindano haya kwa sababu ya uhatari wake, na tumekuwa na majadiliano ya hapa na pale kuona umuhimu wa mchezo huu kuanza vijana wakiwa wadogo, na tuone namna ambavyo tunaweza kuchukua tahadhari kuhakikisha vijana wanaucheza bila kuathirika kwenye miili yao wakati wanafanya mchezo huu. Kwa hiyo sasa hivi tumefikia katika hatua nzuri, na nimhakikishie michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA kama sio mwaka huu ya mwaka ujao itakuwa na mchezo wa ngumi hali kadhalika. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Josephine Kapoma. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na swali dogo la nyongeza kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Kama tunavyofahamu, Morogoro ni katika mikoa yenye vipaji vingi. Sasa nilikuwa nataka kuuliza swali, je, wizara imejipangaje tukiwa tunasubiri mikakati ya kujenga vituo vya kanda, kwa sababu tuna maeneo mengi? Serikali inaweza ikatusaidiaje kwa sasa vijana wapate maeneo ya kuweza kujifunzia na kufanya mazoezi? Mheshimiwa Waziri, umemuelewa? Mheshimiwa Josephine, jaribu kufanua kwa ufupi sana. Morogoro ni katika mikoa ambayo ina vipaji vingi sana, lakini hatuna maeneo ya vijana kujifunzia. Tukiwa tunasubiri wizara ikiwa inaandaa sehemu za kikanda, je, kuna mpango gani wa haraka ambao tunaweza kufanya ili vijana wapate sehemu za kujifunzia? Mheshimiwa Waziri, kama unajibu kuhusu Morogoro. Jibu langu ni la ujumla kwamba wizara inaendelea na iko katika hatua za mwisho za kuanzisha taasisi ya usimamizi wa miundombinu ya michezo, itakuwa inaitwa SIMA, na moja ya kazi kubwa za taasisi hii itakuwa ni kutambua, kufanyia marekebisho na kuhifadhi maeneo mbalimbali ambayo yatakuja kutumika kwa ajili ya shughuli za michezo. Kwa hivyo Morogoro na yenyewe ikiwa sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko katika mpango huo, kwa sababu hatutaruka hata mkoa mmoja, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge Josephine ya kwamba nafahamu jinsi Morogoro ilivyotoa vipaji vingi vya michezo, na ni miongoni mwa maeneo ambayo tunayatazama sana ili kupata vipaji kwa ajili ya kutumikia taifa hili. Asante. Mheshimiwa Jasmine Ngumi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Swali langu ni kuwa, je, serikali ina mpango gani wa kuajiri walimu walio wabobevu katika masuala ya michezo katika shule ili kusaidia wanafunzi wadogo kuibua vipaji vyao wakiwa na umri mdogo kuliko kusubiri mtu aje kuibua kipaji chake akiwa ameshaongeza umri zaidi? Mheshimiwa Waziri, majibu ya swali hilo la kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Jasmine kwa swali zuri. Serikali inaendelea kutoa mafunzo kwa ajili ya walimu wa michezo ambao wanakwenda kufundisha kwenye shule za msingi na kufundisha vijana wakiwa wadogo pale katika chuo chetu cha michezo cha Malia. Ni programu endelevu na kila wakati tunaendelea kudahili wanafunzi wengi zaidi ambao wengi ni walimu kwa ajili ya kufanya shughuli hii. Mheshimiwa Abubakar Musa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii ya kuuliza swali la nyongeza. Serikali kupitia Wizara ya Michezo ina mpango thabiti wa kuinua vipaji ya vijana. Je, haioni haja sasa ya kuanzisha ligi ya muungano kwa vijana wa Juvenile, Junior na Central kwa ajili ya kukuza vipaji hivyo? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nimshukuru Mheshimiwa Abubakar pia kwa swali zuri na la kujenga. Hasa hatujawahi kujadili swala hili, lakini naomba nilichukue kama wazo zuri, niendelee kulipitisha na wenzangu tuone namna ambavyo tunaweza kulitekeleza jambo hili. Mheshimiwa, kwa majibu hayo ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kwa waheshimiwa